السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمر بتذكيره وأخبر أن ذكره تنفع المؤمنين، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وبعده. Ahibati fillah, mwanzo kabisa naregesha shukrani za dhati kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu. Vile vile namtakia rahma na amani kiongozi wetu Abul Qasim. Nitachukua muda mchache kwa maudhu ambayo kwamba nimependa tuzungumziane, hasa tukitarajia kuingia mwezi wa Ramadhan. Mwenyezi Mungu atufikishe bisiha wal afya. Swali ambayo kwamba tutaulizana na ndio anwani ya mazungumzo yetu kwa huu muda mchache itakuwa ni bima yathbutu shahru Ramadhan. Bima yathbutu shahru Ramadhan, mwezi wa Ramadhan unathibiti ama unaingia kwa njia gani? Kuanzia wakati gani ndio Muislamu atasema sasa hivi mwezi wa Ramadhan ushatukabili? Yathbutu dukhuli shahri Ramadhan bi ahadi amraini. Mwezi wa Ramadhan unathubutu, mwezi wa Ramadhan unaingia ikipatikana moja kati ya mambo mawili. Ikipatikana moja kati ya haya mawili. Jambo la kwanza ni ikmalu shahri Shaabana 30 yauma. Tukikamilisha mwezi wa Shaaban siku 30, basi bila shaka siku inayofuatia ni mosi Ramadhani. Na namna ya pili ya kuingiliwa na mwezi wa Ramadhan ni ru'yatu hilali Ramadhan. Mwezi unapoandama, mwezi unapoonekana, mwezi wa Ramadhan. Katika kalenda ya Kiislamu siku ni 29 ama 30. Katika kalenda ya Kiislamu mwezi unakamilika na siku 29 ama siku 30. Hatuna ziada. Katika kalenda ya Kiislamu hatuna siku 28 wala hatuna siku 31. Ni imma 29 au 30. Kwa hivyo ikikamilika Shaabani siku 30, bila shaka siku inayofuatia ni tarehe 1 ya Ramadhan. Na ikiwa tutauona mwezi, kwa sababu siku ya kuangalia mwezi ni kila tarehe 29 ya kila mwezi katika kalenda ya Kiislamu. Mwezi ukithibiti, mwezi ukionekana tarehe 29 ya kalenda ya Kiislamu, basi siku inayofuata bila shaka itakuwa ni mosi Ramadhan. Wabidhalik yathbutu dukhuli shahri almubarak wa yajibu as-siyamu ala almuslimina. Ikipatikana moja kati ya hizi dalili mbili ni ishara tosha, dalili tosha kuwa mwezi wa Ramadhan ushaingia na ni wajibu Waislamu kufunga mwezi wa Ramadhan. Ama katika haya masala, ahibati fillah, je, twende na hisabu gani? Twende na hisabu ya maeneo ya kwetu ama mwezi wa kwetu au mwezi wa pahala popote juu ya mgongo wa ardhi? Katika haya masala wanazuoni wametofautiana. Na naam, katika dini yetu kuna masala ambayo kwamba ina ikhtilaf, na ikhtilaf yenyewe inakubalika kisheria, mbali na mengine ambayo kwamba tumelazimisha iwe ni ikhtilafu katika dini, lakini haina nafasi ya kupatiwa nafasi kuwa ni masala ya ikhtilaf. Lakini hili la mwezi kuna ikhtilaf baina ya wanazuoni. Je, tutosheke na mwezi wa kwetu au mwezi wa kimataifa au mwezi wa pahala popote juu ya mgongo wa ardhi? Tutazungumzia msimamo wetu katika hili, msimamo ambao kwamba tunajikurubisha kwa huo msimamo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu, na tunamwabudu Mwenyezi Mungu kwa huo msimamo, pamoja na kuwa tutaheshimu maoni na rai ya wale ambao kwamba wana msimamo tofauti na huu ambao kwamba tupo nao. Ahibati fillah, limadha natamassaku bimawqifina anna alhilala wahidun ma'a
ihtiramina liman yara ikhtilaf almatali'. Msimamo wetu katika haya masala ya mwezi, tumeshika msimamo wa duniani mwezi ni mmoja. Pahala popote mwezi ukionekana Waislamu wanastahiki kufunga, na pahala popote mwezi ukionekana vile vile wanastahiki kufungua. Huu ndo msimamo ambao kwamba tumeushika na tunajikurubisha kwa Allah kwa huu msimamo, pamoja na kuwa tunaheshimu wale ambao kwamba wana msimamo tofauti na huu ambao kwamba tutazungumzia. Je, tuna mashiko gani? Je, tuna dalili gani? Je, kwa nini tunasema kuwa mwezi ni mmoja? Pahala popote ukionekana Waislamu tustahiki kufunga, na pahala popote mwezi ukionekana Waislamu tustahiki kufungua. Hizi ndiyo dalili zetu, ama ndiyo mshiko wetu katika haya masala. Kwa haraka ahibati fillah, tusema dalili ya kwanza ambayo kwamba tutaitaja ni dalili ya aya, na ni vizuri Muislamu aijue dini yake kwa dalili, asijue dini yake kwa kwenda kimrengo, la, ama kwa ajili ya ushabik, la. Ipo haja kila mtu aifahamu hii dini kwa hujja na dalili, wala si kuwa mimi niko team A, yule yuko team B, mimi niko mrengo huu, yuko mrengo huu. Si dini, kwa sababu haya ni katika masala ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhana, wala si katika masala ya ushabik. Al-amru amru din, ni jambo la kidini. Ipo haja tuwe na ufahamu wa hii dini kwa hujja na dalili. Aya, Mwenyezi Mungu anasema faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Hii aya, ndugu Waislamu, tukijaribu kuitafsiri kilugha na namna wanavyoni walivyoelezea hii aya, tukienda neno kwa neno, Mwenyezi Mungu aliposema faman shahida, katika lugha ya Kiarabu shahida ina maana zaidi ya moja. Katika lugha ya Kiarabu shahida ina maana zaidi ya moja. Maana ya kwanza katika lugha ya Kiarabu ya shahida, tati, inakuja mtu akitumia neno la shahida arru'yatu wal mushahadatu, akimuona ama akiona itatumika shahida. Kaqaulika shahidtu Muhammada yahmilu alqalama, ay ra'aytuhu. Mtu akisema shahidtu Muhammada yahmilu alqalama, tutatafsiri hapo shahida kuwa nimemuona Muhammad akibeba kalamu. Shahida hapo katika utumizi wake bila shaka ni kuona. Tumeona maana ya kwanza ya shahida ni tupo, maana ya kwanza ya shahida ni kuona, sio? Taib. Maana ya pili ya shahida ni al-iqraru wal-i'tirafu, ni kukiri ama kukubali, ni kukiri ama kukubali. Kwa dalili ya aya Mwenyezi Mungu aliposema kwenye Qur'an, shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Imekuja neno shahidallah. Je, hapa shahida imetumika kwa maana gani? Ni kukubali. Mwenyezi Mungu amekubali ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki illa yeye, wala si kuona. Na shahida hii ina maana sawia na muadhin anaposema ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu ya muadhin amekubali ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki illa Allah, ama nimekiri ama nimebaini ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki illa Allah. Ama mtu anaposilimu akitamka shahada ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada rasulullah, shahida hapo si kuona, shahida ni nimekubali moyoni mwangu na natamka kwa ulimi wangu. Nataraji tuko pamoja. Naam, taib. Hiyo ni shahida ya maana ya shahida ya pili. Ama shahida ya tatu ni alhuduru walwujud, ni kuwepo. Shahida ya tatu ni kuwepo, kama fi qawlihi sallallahu alayhi wasallama la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa biidhni.
Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin, si halali, haifai, ni haram kwa mwanamke antasuma, kufunga, wa zawjuha shahidun, na mume wake yupo. Shahida ya hapo ni ya kuwepo. Anaweza funga ya sunna na mume wake yuko safari, lakini ikiwa mume wake yupo, basi Mtume anasema illa biidhni, huyo mke amuombe idhni nani? Mume wake, kuwa anataka kufunga ya sunna. Na kama alivyosema tena Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hutuba yake ya hija yake ya kwanza na ya mwisho, alimalizia na haya maneno, liyuballighi shahidu alghaiba. Haya maneno ambayo kwamba mimi mtume wenu nimeyazungumzia, yeyote ambaye kwamba yupo na ameyasikia amfikishie yule ambaye kwamba hajayasikia haya maneno. Mtume alisema liyuballighi shahidu alghaiba, alitumia neno la ashahid hapo. Shahida ni kuwepo. Tumeona maana ngapi ya shahida? Ya kwanza kuona, ya pili kukubali, ya tatu barakallahu fikum. Turudi katika aya, suala tutaulizana. Mwenyezi Mungu alisema faman shahida. Je, kwenye aya hiyo shahida ni ya kuona? Je, kwenye aya ni ya kuwepo? Je, kwenye aya ni ya kubaini? Ili tuifahamu hiyo shahida maana yake ni nini, tusonge mbele ya aya, tusome mbele ya aya, itatusaidia kufahamu maana ya shahida. Faman shahida minkum ashahara. Ashahara, tupige msitari mwekundu kwa neno la ashahar. Je, hii ashahar ni nini? Kwa Kiswahili naam, ni mwezi, lakini ni mwezi upi? Katika lugha ya Kiislamu, katika lugha ya Kiswahili neno shahida ama mwezi inatumika mara mbili. Mwezi kwa lugha ya Kimombo waweza sema ni moon. Ukitoka nje usiku ukiangalia mbinguni utaona nini? Mwezi. Siku 30 za mwezi pia zinaitwa mwezi, sio? Imetumika mwezi wa usiku na mwezi wa masiku 30. Je, ashahar maana yake nini? Hapa kuna wengi ambao kwamba waliteleza katika kutafsiri. Hii shahar si mwezi wa kuona usiku kwa lugha ya Kiarabu. Mwezi wa kuona usiku unaitwa al-qamar, wa jumi'a ash-shamsu wal-qamar. Mwezi wa usiku unajulikana kama al-hilal, idha raaitum hilala unajulikana kama al-hilal. Ama ash-shahr iliyokusudiwa hapa ni siku 30, ndio kwa Kiarabu inaitwa ash-shahr. Wala mwezi ambao kwamba ukitoka nje usiku kauona, kwa lugha ya Kiarabu hauitwi shahr. Tukifahamu huo mwezi ash-shahr ni siku 30, turudi tutafute maana ya shahida. Je, Mwenyezi Mungu alikusudia nini? Hauwezi sema ni kuona, kwa sababu siku 30 hazionekani kwa macho. Tafsiri ya wanazuoni ahibati fillah, tuangalie tafsiri zote, tafsiri Ibn Kathir, tafsiri ya Qurtubi, tafsiri ya Tabari, almufassirun wakitafsiri hii aya, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, ay man hadara ramadhana wa huwa muqimun sahihun falyasumhu. Yule ambaye kwamba atapatwa na mwezi wa Ramadhani ama ataupata mwezi wa Ramadhani, si msafiri, si mgonjwa, ana afya zake, falyasumhu, basi aufunge huo mwezi wa Ramadhani, kwa sababu mgonjwa amepawa ruhusa na msafiri amepawa ruhusa. Lakini Ramadhani imeingia, wewe si msafiri, una afya zako, basi uwe ni mwenye kufunga. Hiyo ndo tafsiri ya aya faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Ni tafsiri ya makosa kuitafsiri hiyo aya kuwa atakayeuona afunge. Hiyo imekuja kwa hadithi, lakini si hii aya ambayo kwamba tumejaribu kuitafsiri. Naam, ahibati fillah, tukiendelea katika dalili ya pili, tumeona aya, tuje katika hadithi. Hadithi ambayo kwamba inazungumzia masala ya kufunga. Mtume wetu anasema sallallahu alayhi wasallama, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu al-iddata 30.
sumu liruyati, fungeni kwa kuuona, wa aftiru liruyatihi, na mfungue kwa kuuona. Fa in ghumma alaikum, ni tarehe 29 mawingu yamewaziba, ima 29 ya Shaaban ama 29 ya Ramadhan, mawingu yamewaziba, fa akmilul iddata 30, kamilisheni idadi ya siku ngapi? 30. Tumefahamikiana? Hadithi ndio inazungumzia kuona, lakini aya haizungumzii kuona. Tumefahamikiana hapo? Tayib. Katika hadithi hii ni ahibati fillah, kila upande wanapozungumzia hoja yao wanataja hii hadithi. Watu wamekutana katika hadithi, lakini wametofautiana katika ufahamu wa hadithi. Kivipi? Mtume alisema fungeni kwa kuona, mfungue kwa kuona, sio? Mawingu yakiwaziba kamilisheni idadi ya masiku 30. Hii hadithi, je, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anazungumza na Waislamu wote duniani, ama alikuwa anazungumza na Waislamu masahaba wa Madina pekee? Hapa ndio wanazuoni wametofautiana, lakini jumhurul fuqaha, maimam, kati ya maimamu wanne, kati ya maimamu wangapi? Wanne. Wa kwanza nani? Abu Hanifa. Wa pili nani? Al-Imam Malik. Wa tatu nani? Al-Imam Shafi. Wa nne ni Ahmad ibn Hanbal. Kati ya hawa maimamu wanne, maimamu watatu kauli yao kwa hiyo hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam walishikilia ila anna al-khitaba amun lilmuslimina kafa. Maneno ya Mtume aliposema sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi, haya maneno Mtume alikuwa anazungumza na umma, kama alivyosema sallu kama raaitumuni usalli, ilikuja amri, swalini kama mlivyoniona ninaswali. Je, alikuwa anawaambia Waislamu wa Madina ama alikuwa anazungumza na umma? Jawabu, alikuwa anazungumza na umma. Kama alivyosema sallu, vile vile amesema sumu. Kwa hivyo kauli ya maimamu watatu, al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Malik na al-Imam Ahmad ibn Hanbal, hawa maimamu watatu wanasema hayo maneno ya Mtume alikuwa anazungumza na umma. Waislamu, pahala popote mkiuona mwezi fungeni. Waislamu, pahala popote mkiuona mwezi fungueni, isipokuwa ijtihadi ya al-Imam Shafi'i rahimahullah. Imam Shafi bila shaka ni mwanachuoni, na ni katika ijtihadi yake, na katika masala ijtihad, faman ijtahada fa asaba falahu ajran wa in khata'a falahu ajrun, yeyote ambaye kwamba anajitahidi akapatia jawabu la sawa ana thawabu mbili: thawabu ya kuchosha akili kwa ajili ya kujitahidi na thawabu ya kupata jawabu la sawa. Na anayejitahidi akateleza kiubinadamu ana thawabu moja, thawabu ya kujichosha akili katika ijtihad, lakini amekosa thawabu ya nini? Ya jawabu la sawa. Tumefahamikiana? Ni katika masala ijtihad. Al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala akachukua msimamo wa kuwa kila watu wawe na mwezi wao, wa anna likulli baladin ru'yatahu, kila watu wawe na mwezi wao. Huu ni msimamo wa al-Imam Shafi kwa hadithi ambayo kwamba nimewasomeni. Ahibati fillah, twasema kwa huu msimamo wetu, maneno tunayanukuu ya al-Imam Shafi, anasema ra'yi sawabun yahtamilu al-khata'a wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilu as-sawab. Maoni yangu katika masala niko sawa, lakini huenda nimekosea, na maoni ya mwingine asokuwa mimi ama asoshikilia maoni yangu, maoni yake ni ya makosa, lakini huenda akawa katika usawa. Ni masala ambayo kwamba wametofautiana wanazuoni, na huu ndio msimamo wetu ambao kwamba tunajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwayo. Ni Waislamu waheshimiane, Waislamu wajue ni jambo la dini.
hata mtu akiwa na msimamo amheshimu yule ambaye kwamba yuko na msimamo tofauti katika masala kama haya, kwa sababu si jambo la ushabik, ni jambo la kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tunapozungumzia labda katika masala ya ikhtilafu al-matali', naam, tumetofautiana katika michomozo ya jua duniani, lakini twasema mwanzo, baada ya kuzitaja hizi dalili, wanazuoni ambao kwamba walitaja watu wafunge na matla ya sehemu yao, walitaja nchi ambazo kwamba zimekurubiana, nchi za karibu zishirikiane katika masala ya matla. Lakini mara nyingi mwanzo tusema duniani hatujatofautiana siku, tumetofautiana masaa. Duniani hatujatofautiana siku, tumetofautiana masaa. Chukua dalili, Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, la taqumu as-saa illa fi al-yawm al-jum'ah, kiyama hakitosimama ila itakuwa ni siku gani? Siku ya Ijumaa. Wengine watakuwa usiku wa kuamkia Ijumaa, wengine watakuwa mchana wa Ijumaa, lakini haiwezekani iwe Alhamisi ama Jumamosi, haiwezekani. Maneno ya Mtume hayaanguki chini sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tumetofautiana masaa, lakini hatujatofautiana siku. Jambo la kwanza. Jambo la pili, hata kutofautiana kwetu kwa masaa, tuseme hapa Kenya, kabla tujaenda sehemu nyingine, timetable ya kufungua Ramadhan katika nchi yetu ya Kenya, je, iko sawa? Tukianza Lamu na waloko sehemu za Eldoret, Nakuru, Malaba, je, time ni sawa? Si sawa, kwa sababu ya jua kuchomoza. Sehemu za Lamu jua inachomoza kwa haraka, kwa huku bado wale washaturu wa huku bado. Je, tuseme watu wa Lamu wawe na mwezi wao na watu wa Eldoret, Nakuru wawe na mwezi wao? La, ni tofauti ya nini? Ya masaa, na tofauti ambayo kwamba kila mara twaizungumzia. Hakuna siku tumeletewa mwezi wa Australia ambao kwamba tumetofautiana masaa mengi, wala hakuna siku tumeletewa mwezi wa China tukazozana. Zaidi ni mwezi ambao kwamba nchi ambazo kwamba tumekurubiana, hasa nchi ya Saudia. Nchi ya Saudia na nchi yetu ya Kenya, tuangalie muda wa swala, wakiswali adhuhuri na muda wetu twapishana dakika za kuhesabika. Ukiangalia equator, nchi ya Kenya na Middle East, tofauti ni ndogo sana, na hapo ndo mara nyingi inakuja tofauti ya masala ya mwezi. Lakini tumesema ni masala ambayo kwamba wanazuoni wametofautiana, na si tofauti ya jana wala ya juzi, ni tofauti ya miaka na vikaka. Ni Waislamu wawe na heshima na adabu wakati Ramadhani inakurubia, na sote twamwomba Mwenyezi Mungu awe ni mwenye kututakabalia. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.